Ya wale ambao ni wanafunzi wa Yesu, nyosha daftari lako. Wanafunzi wa Yesu, tunyoshe daftari zetu za kuandika tunayoyasikia na tunayoyapokea. Ya. Na mtu mmoja, nyosha kalamu yako. Mwanafunzi ana daftari na nini? Ya. Mwanafunzi ana Biblia. Wengine wana Biblia ya simu, wengine wana Biblia ya kitabu. Wewe una Biblia gani? Nyosha Biblia yako. Amen. Wewe ambaye hukuja nayo wiki ijayo usiache. Tunaenda katika maneno ya Mungu. Na kwa nini unatakiwa uandike ukiwa kwenye ibada? Kwenye shule za kawaida kuna wanafunzi hawaandikagi, wanakaa tu wanasikiliza. Wanaitwa genius hao. Usiwafuate hao. Wakati wengine mnasoma, wao wanaenda mpirani. Wakirudi wanapiga. Usiwafuate hao. Lakini wale wengine wale wengine tunaenda kawaida. Unaposikiliza, unapoandika, unakuwa na akiba zaidi ya mara 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, alafu kuandika unapokuwa kwenye ibada ni alama ya unyenyekevu, kwamba ninathamini haya ambayo Bwana ameleta kwangu leo, ninaweka kumbukumbu. Kuna vitu vinatoka hapa ambavyo vinakuwa fresh kabisa, hata mimi sijaviandika kwenye notes yake. Kwa hiyo unapoandika, kingine kinakuwa ni cha kwako. Haleluya. Kwa hiyo jenga tabia, jenga liturujia ya kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu. Wakati wa ibada, wakati wa neno, una mahali pa kuandika, kuweka kumbukumbu zaidi, kwa sababu tuna safari ndefu. Ila wale ambao hawaendi mbali usiandike. Lakini wale ambao una safari ndefu ya ushindi, hakikisha kila siku kwenye ibada unaandika. Naomba tuende katika kitabu cha Danieli. Bless, mpe Yesu makofi kwa ajili ya watumishi. Soma hiyo. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilizokuwa mkononi mwa Musa, hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Proceed. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Huwezi kukaa katika uwepo wa Mungu ukabaki kama kawaida. Lazima utabadilika. Huwezi kukaa kwenye uwepo wa Bwana ukabaki vile ulivyo. Huwezi kukutana na Bwana ukabaki mtu wa kawaida. Lazima utabadilika. Musa alikaa siku 40 hanywi maji wala nini. Unafikiri alikuwa analindwa na nini? Katika uwepo wa Bwana huwezi kusikia njaa. Mbinguni hatutasikia njaa. Wale mnaopenda chips, mayai na kuku, kule hazipo, lakini hutasikia njaa. Niletee nini? Chips, kuku.
Wana wa Israeli walikula kwa miaka 40 mana, hawakuvimbewa. Ulikuwa ni muujiza. Huo ni muujiza wa utendaji wa Mungu. Okay, twende katika Danieli mstari wa wakashindwa kumkaribia. Unaweza ukatupeleka kule Mwanzo. Hii ilikuwa ni sehemu ya mbao zile za pili, ya kwanza. Danieli 4 mstari wa 34. Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu kutoka kizazi hata kizazi. Bwana abariki usomaji wa maneno hayo katika jina la Yesu. Mtu mmoja asema amina. Hapa tunaona simulizi ambayo inatuambia jinsi ambavyo Nebukadneza hapa ilikuwa ni baada ya kuwa naomba tuone nini kilitokea kabla ya hapa. Hapa ilikuwa wakati sasa ameshatoka kwenye adhabu. Naomba nisaidie kusoma kuanzia mstari wa 28 mpaka mstari wa 33. Hapo. Hayo yote yakampata mfalme Nebukadreza. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa ndio ujenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako. Hebu tulia hapo kwanza. Hebu rudi mstari wa 30. Soma hapo. Mfalme akanena akasema, mji huu si Babeli mkubwa niliojenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Sikiliza maneno hayo. Kama unayasoma vizuri, unaona jinsi ambavyo Nebukadneza alisema maneno ya kuonyesha fahari yake. Akanena, mji huu sio Babeli mkubwa niliyoujenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Yaani hiyo mimi iwe utukufu wangu, iwe enzi yangu. Sasa hii ikamchukiza Mungu. Kumbuka Nebukadneza tayari kwa ameshatumwa kufanya kazi ya kuwapa adhabu wana wa Israeli. Alienda akawachukua Waisraeli akawaleta Babeli. Ni kazi alipewa, sio kwamba alikuwa mtakatifu. Mungu anaweza akatumia chombo chochote kumpa adhabu mtu wake. Israeli walikuwa wamepoteza baraka ya kuendelea kukaa Israeli kwenye nchi ya ahadi, na Mungu akasema, maovu yenu mliofanya yameinajisi nchi. Hii nchi lazima itakasike, haiwezi kutakasika nyinyi mkiwepo, lazima muondoke. Akamtuma Nebukadneza aende kuwatoa. Wengine wakajaribu kukataa, akamwambia mkikataa atawaua, mkienda kula atawatunza. Sasa chagua kipi?
Kwa hiyo walichotakiwa ilikuwa ni kusalenda. Kuna waliokataa, waliuawa. Kuna waliokubali, wakapelekwa. Ndio hawa kina Danieli wakawa Babeli, mpaka wakaja akapata madaraka makubwa. Akina Ezekieli, akina Meshaki, Shadraka, Abednego, ndio hao walikuwa Babeli, wakitoka katika familia za kifalme. Kwa hiyo sasa Nebukadneza akawa amejenga jumba lake la kifalme katika fahari yake yote. Ndio akasema hayo maneno, hakumpa Mungu utukufu wala heshima hata kidogo. Kilichotokea mstari uliofuata 31, kabla maneno yale ya kujisifu hayajaisha kinywani mwake, akiwa akisema na soma hiyo, hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, yani akiwa bado maneno yake ya kujisifu yako bado kinywani, sauti ikaja. Sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, Ee mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako. Alikuwa anajisifia juu ya ufalme, na kabla hajamaliza sauti ikaja toka mbinguni, Nebukadneza, haya ni maneno ya kwako, usifikiri unaota, ni mbingu inasema. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ilikuja kutoka wapi? Jamani, mbinguni ipo. Msifikiri mambo ya kufikirika la ulela story za nini afulela ulela. Hapana, mbinguni mbingu ipo. Tuko duniani hapa, lakini na mbingu ipo kabisa. Mbingu ipo, ila haiko katika mwili wa nyama. Ila Mungu akitaka kusema na wewe atasema wakati wowote. Kwa hiyo Nebukadneza alikuwa akajisifu, na hapo hapo Mungu akamkatisha. Haya maneno ni ya kwako Nebukadneza, ufalme huu uliojisifia umeshaondolewa kwako. Sasa baada ya kuondolewa, ngoja tuone nini kilichotokea. Soma 32 na 33. Nawe utafukuzwa mbali na wanadamu. Utafukuzwa mbali na nini? Na wanadamu. Na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Yatakuwa kondeni, malaki polini. Hutakaa tena katikati ya watu, utafukuzwa, utakaa na wanyama kondeni. Endelea. Utalishwa majani kama ng'ombe. Utakula majani kama ng'ombe. Na nyakati 7 zitapita juu yako. Na nyakati 7 zitapita. Nyakati manake ni 7 years. Wow, what a punishment. Endelea. Hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtakaye awaye yote. Mtu mmoja sema aliye juu. Sema aliye juu. Anamiliki. Leo somo letu tunajifunza jinsi ya kuangalia juu, kuomba na kuangalia juu. Haleluya. Neno likamwambia kwamba hata utakapojua aliye juu ndiye anayemiliki katika falme wa wanadamu. Anamweka leo huyu na anamtoa huyu, anamweka huyu. Hata Idi Amin alitoka kwa Mungu. Aliwekwa. Hakuna mtu anakaa kwenye kiti cha ufalme bila ruhusa ya kutoka juu. Hata kama watu watateseka, amewekwa na kuna siku yake ya kuondoka. Hakuna ufalme wa duniani unaokaa forever. Kwa hiyo akafukuzwa. Endelea kumalizia hiyo sehemu. Sura 33. Saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa. Wakati anaelezwa kitakachotokea, alafu saa hiyo hiyo malizia. Likampata Nebukadreza, alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Hapo hapo akawa tena hayuko kama mwanadamu, akajiona tu natakiwa kwenda porini, natembea kama mnyama na kula majani. Lakini unakula majani. Sasa hivi ukitaka kula majani, si unajiona utakufa.
alikula majani lakini hufi. Unakaa porini, wala wanyama hawakuli kwamba upotelee mbali, hakuna. Unabaki tu. Alipita kipindi cha miaka 7. Sasa kipindi cha miaka 7 kilipofika mwisho, ndio tunapata huo mstari wa 34. Akainua naomba tusomee sasa tena mstari 34, especially mstari wa kwanza. Hata mwisho wa siku hizo za mateso za kuwa kama mnyama, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu. Akili kamrudia, akajikuta, mbona niko porini? Mbona nakula? Mbona naishi na wanyama? Mbona naishi na nyoka? Nyoka walikuwa rafiki zake, wadudu wote nini, mbona niko hivi? Zikamrudia. Alafu nikamhimidi yeye aliye juu. Endelea. Nikamsifu na kumheshimu yeye aishiye milele. Kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Akajua yeye ndiye ana kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote usije ukapitia mafanikio yoyote ukasahau kwamba ni baraka, ni fursa imetoka juu. Chanzo cha baraka, mafanikio yoyote yanatoka wapi? Juu. Ni muhimu sana. Kuna andiko moja kati ya maandiko ambayo yalisaidia sana kuniletea uamsho wakati tunaingia kwenye utumishi. Mpaka kesho sisahau huo mstari. Ni Wakolosai 3 mstari wa 2. Tuweke hiyo. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Sasa kwenye Kiingereza inasema set your mind on things above. Set your mind on things above. Nilipoenda Singapore, huu mstari ulihubiriwa kwa miezi 3. Kila siku ni huo, na kila siku moto unashuka. Kila siku moto unashuka, mpaka kila kitu kinakuingia kwa habari ya kufikiri yaliyo. Watu wengine waliuza nyumba kwa sababu hauko chini tena, unafikiri yaliyo juu. Set your mind on things above. Sisi tuko duniani, lakini kila ufahamu wetu lazima ubaki unatambua juu. Ndipo maisha yetu, ndipo tumaini letu, ndipo kimbilio letu. Juu kuna nini? Lazima tukumbuke, lazima tutambue. Jumbe wetu leo ni kujua kwamba kule juu kuna uzima, kuna ushindi, kuna aliye juu. Haleluya, haleluya. Sasa sehemu nyingi sana Bwana Yesu alipokuwa akiomba alikuwa akiinua macho yake juu. Yohana 6 mstari wa 5. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu anakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Akainua macho yake akaona mkutano. Yohana 11:41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Hapo ilikuwa pale ambapo alikuwa pale kwenye kaburi la Lazaro. Kumbuka kwamba Lazaro alikuwa kaka yake na dada zake Martha na Mariamu. Hawa watatu wote walikuwa rafiki sana na Yesu. Yaani walikuwa kwa lugha ya siku hizi walikuwa wameivana. Yaani Yesu alikuwa anaingia na kutoka mara nyingi kuliko nyumba yoyote. Ndio maana wakati fulani Yesu akaja akawa anaongea na Mariamu, Martha anahangaika huko. Yaani kwa hiyo alikuwa anamwambia tu, Bwana Yesu, hebu mwambie huyu aje anisaidie huko jikoni. Ni mtu ambaye wamezoeana. Anaweza kusema maneno kama haya. Mbona haji kunisaidia? Yesu akamgeuzia kibao.
Akasahau kwamba mimi ni rafiki, lakini I'm another level. Mwenzako amechagua fungu lililo jema. So kwa hiyo Lazaro alipougua wakampelekea Yesu habari. Alipoanza tu kupata hali yake inaanza kubadilika, wakampelekea habari. Yule umpendaye, neno linasema yule umpendaye anaumwa. Hebu tupelekee hiyo sehemu. Yule umpendaye anaumwa. Hawezi. Mstari unaofuata pale, hebu tuwekee. Very quickly. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Anasema ugonjwa huu si wa mauti. Lakini hapo ni kama nimeficha kidogo, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaendelea kwa kitambo. Alafu baadaye, kama unaweza ukatuwekea pale alipowaambia wanafunzi wake Lazaro amelala. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Rafiki yetu Lazaro, yani alikuwa rafiki. Kwa hiyo habari za yani ilikuwa mawasiliano. Sasa sio kwamba mtu alikuja, ila Roho Mtakatifu alimpa taarifa Lazaro tayari ameshakufa. Kula amekufa. Alipokufa kule hakumtafuta tena Yesu. Wakaendelea na mazishi, wakazika. Alafu Yesu akasema rafiki amelala. Alafu soma mstari unaofuata. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Wakajua amelala usingizi. Ikiwa amelala atapona. Yesu akaona hawa hajaelewa hawa. Hebu lete mstari unaofuata. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Kwa hiyo mstari wa 14. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Akamwambia waziwazi, naona kama nyinyi hamuelewi. Lazaro amekufa. Maana swala la usingizi nyie hamlielewi. Lazaro amekufa. So kwa hiyo amekufa na hakwenda akasubiri tena siku 4. Kumbuka neno la kwanza alilosema, huu ugonjwa ulikuwa sio wa mauti, lakini kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa naomba turudi pale kaburini, pale 10 na ngapi hapo? Pale 11:41. Ameshafika sasa wote hapa ndipo kuna mstari ambao unasema, mstari mfupi kuliko yote, Yesu akalia. Ndiyo sura. Sasa kwa sababu jinsi alivyoona watu walivyokuwa nalia na jinsi alivyoona jinsi ambavyo aliwapenda, sasa Yesu akalia. Sasa amefika pale kaburini, akamwambia liondoeni jiwe. Sasa tusomee hayo maombi. Basi Yesu akainua. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Haya ndio maombi Yesu alifanya. Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Amemaliza hapo. Ndio maombi aliyofanya. Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Lakini alifanya nini? Aliinua macho yake. Aliinua macho yake juu. Hicho ni cha muhimu sana ambacho nataka ukielewe katika ujumbe. Aliinua macho yake juu. Alikuwa hafanyi maigizo. Ilikuwa ni protokol yake ya kuongea na baba yake. Bwana asifiwe. Alipokuwa anataka kuongea kitu cha msingi, anahitaji kitu fulani kitoke kwa baba, aliinua macho yake juu. Lazima utambue kwamba kutoka juu ndipo kila kitu kinatoka. Kutoka juu.
kutokana na mahusiano aliyokuwa yameshiba, sala yake ilikuwa ndefu au fupi? Halo, maombi haya yalikuwa marefu mafupi? Maombi ya Yesu mara nyingi yalikuwa mafupi. Sehemu zingine alisema tu, enenda imani yako imekuponya. Sasa hapa aliomba kabisa, aliinua macho yake juu akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Kilichofuata ilikuwa ni kumuita Lazaro atoke. Lazaro, toka nje, njoo huku. Ni kama kutoka sebuleni, ni kutoka chumbani kuja sebuleni. Haleluya. Ndipo jinsi ambavyo ukisoma vizuri hapo utaelewa jinsi ambavyo Yesu alikuwa na uweza wa ajabu, kwa sababu alitoka juu akaja chini. Bwana asifiwe. Alitoka juu akaja chini. Sisi tuko wapi? Tuko wapi? Mbinguni ni juu chini? Jehanamu ni chini juu? Kwa hiyo Yesu alitoka juu, na sasa kila anapoomba aliangalia wapi? Juu. Kule ndio nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni raia wa mbinguni, kule ndio nyumbani. Yesu alisema, naenda kwa Baba kuandalia makao, ili nilipo na nyinyi mfanyeje? Muwepo. Kwa hiyo uraia wetu ni wa mbinguni, na sisi nyumbani ni wapi? Ni huko mbinguni, ni huko juu. Kwa hiyo tunapofanya maombi yaliyoshiba, kuangalia juu ni muhimu. Haleluya. Kuangalia juu, kuinua macho yako juu. Tumeona nani aliponyenyekea? Nebukadneza aliinua macho yake juu aliponyenyekea. Alipokuwa na makandokando na kiburi chake, alikuwa anajiangalia mwenyewe na akasababisha yale yakampata. Lakini alipokuja kunyenyekea na kuzingatia, aliinua macho yake juu na akapata muujiza wake wa kurejeshewa, mpaka akarejeshewa na ufalme. Niambia alivyokuwa na historia yake, alivyo hiyo adhabu, nadhani mpaka anakufa anasema Mungu, 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 Mungu. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa hiyo Lazaro akawa amefufuka, lakini kitu ambacho nataka tukione hapo ni jinsi ambavyo kuna uwezo, liturujia ya Yesu aliyokuwa anatufundisha protocol alikuwa anafundisha kwamba yeye hafanyi chochote ila kile kinachotoka kwa Baba. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anaangalia juu. Protokali. Mtu mwenye protocol ni mtu ambaye anaheshimu mahali panapotokea mamlaka, panapotokea, anaheshimu ofisi kuu. Protocol ni kuheshimu ofisi kuu. Sasa kule mbinguni kuna order. Mahali duniani hamna order, kwa sababu yule aliyeharibu mbinguni ametupwa wapi? Ufunuo 12 mstari wa 7. Ufunuo 12 mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kulikuwa na vita mbinguni. Vita ya kwanza vita ya kwanza kutokea ni vita ya mbinguni. Hizi za hapa duniani vyote hivi ni vya mtoto. Hakuna vita kama ile. The first war ni hii. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Lakini mstari wa 8 unatupa majibu. Nini kilitokea katika ile vita kali? Mstari wa 8 tupe. Mstari wa 8. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Nao hawakushinda na mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mahali pao hapakuonekana tena. Walienda wapi? Kule mbinguni hawakuonekana mahali. Walishindwa vita. Mstari wa 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo.
ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Ole wa nchi na bahari. Mbinguni wanafanya nini? Wanashangilia. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao huko. Sisi tunakaa wapi? Kwa hiyo ile shangilia sio ya kwetu. Bwana asifiwe. Ile shangilia inatusubiri tutakapoenda kule. Lakini sisi tulioko huku duniani kuna nini? Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, halafu hana hasira hata kidogo. Halo? Halafu ana muda mwingi sana, ana ghadhabu kidogo. Sasa sio mtu wa kucheza naye huyo. Ghadhabu maana yake mtu ambaye hana huruma hata kidogo. The devil will never be your uncle or your auntie. He's your enemy. Yeye anatafuta kumaliza, kukurarua. Yesu alisema waziwazi kwamba mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Hajawahi atafanya na yeyote, lakini mwisho wa safari ni kumchana tu. Lazima ammalize, kwa sababu hana mpango wa kumfanya yeyote apendeze mwanzo mwisho. Hakuna. Lazima mauaji, lazima maangamizi, lazima uharibifu ufanyike kupitia huyo anayefanya naye deal. Ole wa nchi na bahari. Sasa unaweza ukaona mbinguni kuna amani, duniani ni ore. Mpaka kesho hapata kuwa na amani ya kudumu duniani. Wacha serikali zifanye nini, yoyote yanayofanyika, hakuna permanent peace, haitatokea. Kwa sababu Mungu, hii dunia ni anguko, imekusudiwa kuharibiwa na kupondwa na kutupwa. Lakini kwa sababu ya wateule kuna ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wewe na yule na mimi, ndio maana hasira ya Mungu imezuiliwa isimalize dunia. Yesu alisema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu, nuru ya ulimwengu. Ukiondoa chumvi kwenye chakula kina ladha. Ukiondoa wateule duniani, dunia haina ladha. Ukiondoa wateule duniani, dunia haina ladha. Haina sababu ya kustahimiliwa. Siku wakiondoka tu wateule, ujue kwamba maangamizi yanafuata, kwa sababu haina ladha tena. Hiyo ndio thamani yako. Tuna thamani kwa sababu ndio tunaoleta ladha duniani. Mteule, mtu wa Mungu, popote pale ulipo, wewe unaleta tumaini. Wakishajua watu kwamba pale kuna mtu wa Mungu, hilo ni tumaini. Kuna siku watu watakuja, wape maneno ya tumaini. Wewe una hazina ya tumaini la kesho, ya uzima wa milele. Wewe ni chumvi, wewe ni nuru. Nuru inaleta mwanga, chumvi inaleta ladha. Ladha ya dunia ipo kwa sababu ya wateule tuko duniani. Kama umefuatilia kwenye World Cup, kulikuwa na wateule wachache kwenye timu mbalimbali. Walikuwa wanapiga gombo ya maombi ya kuhakikisha kinaeleweka, midi inachukua kwamba wale walokole wanaomba wale. Waliwazuia kuandika maneno, walikuwa kuandika maneno wanajifunua hivi kwa kuonyesha Yesu, ikapitiwa sheria. Hakuna. Hayo maneno hajalipiwa hayo. Kwa hiyo wakafanya kabla ya mwanzo pale wanapiga maombi yanarushwa. Watu wa media nao wanajua hii ni news hii. Ni news injili. So, kwa hiyo watu wa Mungu, sisi ni nini? Sisi ni chumvi, sisi ni nuru. Bado tunarudi kwenye somo letu. Inua macho yako juu. Kutoka juu kuna uzima. Kutoka juu kuna tumaini. Haleluya. Twende katika Zaburi. Kwanza Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili, alafu tutaenda Zaburi ya 91.
Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mstari wa pili unatupa jibu. Msaada wangu huu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nitainua macho yangu juu. Msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya. Haleluya. Ya, Yohana 17 mstari wa kwanza. Sura ya 17 ya Yohana ndiyo maombi pekee ya Yesu ambayo ni marefu. Mengine ya mwisho ni pale alipokuwa Gethsemane. Yale masaa matatu, zaidi ya matatu aliyokuwa omba pale, anakuta wanafunzi wamelala, anaenda anaomba, anakuta wamelala. Haya ni maombi nayo yalikuwa marefu kwa sababu alikuwa akituombea mimi na wewe. Lakini neno la kwanza anasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni. Maana yake ni juu. Mbinguni jamani ni wapi? Ni juu. Yako maombi ambayo unapaswa kufanya kama Yesu. Yesu akainua macho yake juu. Unapoinua macho yako juu, unapoangalia juu mbinguni, ni alama ya kuashiria mahali ambapo palipo na chanzo cha uweza wa juu kuliko wote. Hallelujah. The highest, most source of power iko juu. Twende katika hiyo Zaburi 91. Mstari wa kwanza. Aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Sasa Kiswahili kinaweta hili neno silipendi, hilo mwenyezi. Hilo maana ya mwenyezi ni tofauti kabisa na original word. Niweke ile neno ambalo sio mstari gani? Hebu tuende pamoja. Preach with me, okay? Psalm 91 verse 1. Quickly. Sasa bahati nzuri mnasali gorofani wote ni wazungu hapa. Neno nasema, okay, nitafasiri wewe. He who dwell in the shelter of the most high. Aketie mahali pasiri pake aliye juu ya vyote. Aliye juu sana, most high. Sema hivyo, rudia. Aliye juu sana. Aketie mahali pasiri pa aliye juu sana. Sasa kule kwenye Kiswahili unaona haina hiyo most high. Lakini hii ni ya muhimu sana kwa sababu hapa duniani kuna watu walio juu. Sawa? Kuna kwa mkuu wa mkoa ni juu. Ukifika pale, nataka kumuona mkuu wa mkoa, wewe ni nani? Nataka kumuona mkuu wa wilaya, wewe ni nani? Ukienda Ikulu, nataka kumuona rais, who are you? Kwa sababu yule ni aliye juu. Sawa? Kuna sehemu za juu nyingi hapa duniani. Lakini hapa inaongea juu ya aliye juu sana kuliko vyote. Hakuna juu zaidi ya yeye. The most high. Yeye aketie mahali pasiri pa aliye juu sana. Bwana kusaidie uketi mahali pasiri pa aliye juu sana katika jina la Yesu. Uwe mtu unayeketi mahali pasiri pa aliye juu sana. Kwa sababu ni sawa, utakaa katika kivuli cha uweza wa nguvu zake kubwa. Will abide in the shadow of the sasa ile ya Kiswahili nasema ataishi kwenye kivuli cha nini? Mwenyezi. Sasa the Almighty, original language, neno la msingi ambalo katika lugha yake ya kwanza kabisa ni uweza wa kijeshi wa hali ya juu sana kuliko majeshi yote. Ni nguvu ya juu sana ya kivita kuliko nguvu zingine zozote. Sasa tumetoka kule kwenye Ufunuo, kulikuwa na vita mbinguni ambayo ndio vita ya kwanza kutajwa popote pale. Vita zingine zote zimefuata ile vita. Ile vita ndio inasababisha hivi vita vyote. Kwa sababu ile jamaa ametupwa chini. Kwa hiyo huku chini anavuruga.
Ndio maana tunagombana, hatutakaa sawa, kwa sababu ana hasira nyingi na muda wake ni nini? Ni mchache. Anabariki, akibariki serikali hizi ni kutengeneza silaha ili tumalizane sawa sawa, ni kuvuruga amani, ni kuvuruga kila sehemu, ya mauaji hapa na pale, kwa sababu ya huyo jamaa aliyeshindwa kule juu, ana muda mchache. Kwa hiyo wewe unapofanya maombi yako yale ya heavenly protocol, inua macho yako juu. Akainua macho yake juu. Maombi ya Yesu ilikuwa mara nyingi anaomba juu. Yeye aketia mahali pa siri pake aliye juu sana. Atakaa katika uvuli wake mwenye nguvu za kijeshi kuliko jeshi lolote. Tuweke katika Luka sura ya 2, wakati jeshi la mbinguni lilishuka duniani wakati Yesu amezaliwa. Ni mahali mara chache sana jeshi la mbinguni linashuka. Na katika nchi ile walikuwa wachungaji kama kondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Endelea. Malaika wa Bwana akatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika wa Bwana akawatokea. Huyu ni malaika wa kawaida. Endelea. Malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Huyu malaika akawa anawaletea. Alafu endelea kinachofuata sasa. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Katika mji wa Daudi amezaliwa nani? Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Haleluya. Sasa taarifa hizo zilipoisha tu, nini kilichotokea? Lete mstari wa 12. Okay, maliza, endelea hapo mbele kidogo. Mstari wa 13. Mara. Soma hiyo. Mara walikuwa pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema. Mara yule malaika alipokuwa amemaliza kutoa, mara likashuka jeshi kutoka mbinguni, jeshi la mbinguni, heavenly host, wakashuka pale wakimsifu Mungu. Hawakuja kivita siku hiyo, walikuja kumsifu Mungu. Haleluya. Wimbo umeandikwa hapo chini, utauona. Walishuka kutoka mbinguni, jeshi la mbinguni. Hilo jeshi, hao malaika wa vita ndio walimshusha Lucifer kutoka mbinguni asiwepo tena, wakiwa chini ya uongozi wa malaika Mikaeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea juu ya protocol ya aliye juu. Kwa nini unapoangalia juu? Ni kwa sababu kule ndio source of, ni mahali penye chanzo cha nguvu. Okay, hapa Christian nikiwa naongea naye hapa. Christian, Bwana Yesu asifiwe. Vipi huko? Mko sawa? Mnaendeleaje? Hiyo iko sawa hiyo? Haiko sawa. Why? Yeah. Sasa unaongea na Mungu yuko juu, alafu unaangalia pembeni. Sasa protocol ya mbinguni, Yesu anatufundisha kila alipoenda kwa baba yake aliinua macho yake juu ili ashushe baraka, ashushe vitu kutoka Baba. Achilia Baba, nakushukuru kwa sababu anasikia. Muujiza wa kumfufua Lazaro ukashuka hapo hapo. Akasema, Baba nakushukuru. Muujiza wa kufanya wale samaki na ile mikate itoshe watu zaidi ya 5,000 ikatokea kwa sababu ameinua macho yake juu na Baba akaachilia. Bwana Yesu amesema kwamba maneno ni yasemayo sio yangu, ila ni yale Baba ameniruhusu, amenituma. Hiyo ni protocol. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukitumwa na kampuni, nenda kule, kuna kazi yetu kufika, usianze kujisifusifu kama ni wewe ya kwako hiyo kampuni.
Yesu wakati wote aliwakilisha kiti chake, alimwakilisha Baba. Maneno nilionayo sio ya kwangu, ni ya Baba, amenituma. Yeye aliyenituma. Kama mimi hamniamini, basi aminini aliyenituma. Ameongea sana kitabu cha Yohana. Ndio maana huwa tunashauri mtu anapookoka asome sana Injili ya Yohana, kwa sababu ina mambo mazito ya msingi ya kumjua Mungu na kuijua kazi ya ukombozi kupitia Yesu Kristo. Inamtambulisha Yesu vizuri, halafu inamtambulisha na Roho Mtakatifu. Kila package nzima iko vizuri sana. Kwa sababu gani? Kwa nini Yohana ameandika tofauti na wale wenzake? Yohana ameandika tofauti na Mathayo, Yohana ameandika tofauti na Marko, ameandika tofauti na Luka, kwa sababu Yohana alikuwa rafiki wa Yesu mkubwa. Hata kwenye uandishi wake anasema akaegemea kwa yule ampendaye. Utaona hilo neno liko sana. Akaegemea kwa yule ampendaye. Yohana alikuwa na kuonyesha jinsi alivyompenda Yohana. Ni Yohana pekee ambaye alikufa kifo cha kawaida kati ya mitume. Wengine wote walichinjwa. Yohana pekee alikufa akazeeka, mpaka akatupwa kwenye kisiwa cha Patmo, kwa sababu walijaribu kumuua katika namna zote za kuua, zikashindikana. Mweke kwenye maji, kwenye mafuta yaliyochemka, yanakuwa baridi kama barafu. Upanga unakuwa kama kamba. Oh man, they tried. Nasema ingoma nzito hii. Basi peleke huko, akatupwa huko. Walipomtupa kwenye kisiwa cha Patmo, maono, kitabu cha Ufunuo kikaandikwa. Hakuna, yani ilikuwa ni hasara tu kwa adui kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akainua macho yake juu. Namaliza. Bethel worship, sogea. Kwa hiyo protocol ya mbinguni ni kutambua kila kitu kinatoka juu. Our final destination ni juu. Temporarily tuko hapa, lakini tunakoenda ni juu. Hatuendi kushoto wala kulia, hatuendi chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya Yesu hajaja kufa msalabani, watakatifu walipokuwa na kufa, tunaelezwa habari yake ni pale ambapo tunamwona tajiri na Lazaro. Walikuwa naenda paradiso, mahali ambapo wametengwa na shimo ambayo wa huku hawezi kwenda upande wa huku. Lakini kumbuka, Yesu alipokufa pale msalabani, neno la Mungu linasema makaburi ya watakatifu yalifunguka. Utaenda ukaitafuta hiyo. Makaburi ya watakatifu yalifunguka na wakauingia mji wa Yerusalemu. Halafu baada ya muda wakatoweka. Walikuwa wanatoka kule paradiso ya chini, wanaenda ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walionekana wakauingia mji, baada ya muda wakatoweka. Ilikuwa transformation. Walikuwa nasubiri damu ya Yesu iwakamilishe. Hakuna atakayeingia mbinguni bila damu ya Yesu Kristo. Dhabihu ilikuwa haijaja. Damu ya Yesu ilipomwagika pale, makaburi ya watakatifu yakawaachia. Wakatoka kule waliokuwa wamewekwa wakingoja ukamilifu wa wokovu, wakapandishwa, wakapelekwa paradiso ya juu. Tukifa sasa hivi hatuendi chini, tunaenda juu. Sema juu. Yesu akainua macho yake juu. Watu wa Mungu, ushindi na ngome yetu ya ushindi iko juu. Usijilinganishe na watu wengine, wewe unatoka juu. Utukufu uko juu. Nebukadneza akili ilipomrudia akainua macho yake juu. Sasa tusisubiri mpaka tupigwe adhabu kama Nebukadneza ndio tuangalie juu. Tuanze mapema. Tusibweteke na kuona Bwana amenisaidia, nimepata flying car, I am wonderful, mi genius bwana. Mwambie mtu usiseme hivyo. Mpe Bwana utukufu kwa kila kidogo wala kikubwa anachokujalia. Bwana Yesu asifiwe.
tukishindwa kumpa Mungu utukufu kwa madogo, makubwa yakija tutakuwa tumeshaota mapembe. Lakini Bwana hataki hata mmoja yampate yaliyompata Nebukadneza. Sina nafasi, lakini nenda kaangalie kwenye Matendo ya Mitume, Herode aliyompata. Watu walimsifia wakasema, ana sauti kama ya Mungu. Nini kilichotokea? Malaika wa Bwana changu alimwingia. Yani yule changu anaingia mtu aliyeoza, yeye akaoza akiwa mzima hivi hivi. Hapo alipomaliza tu kujisifia, hakumpa Mungu utukufu. Katika kila jambo, katika kila mafanikio yanayokuja, inua mikono yako, mwambie Baba, nakushukuru kwa sababu hii baraka ni wewe umenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tumalize kwa kusoma hili andiko kwa habari ya Daudi, Mambo ya Nyakati wa kwanza 21:16. Daudi akainua macho yake akamwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu, naye alikuwa na upanga wa wazi mkononi umenyoshwa juu ya Yerusalemu. Ndipo Daudi na wazee wakaanguka kifudifudi, nao wamevaa nguo za magunia. Akainua macho yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mahali ukiona kwenye Biblia akainua macho yake, ni alama ya unyenyekevu, ni alama ya kutambua uweza ulio juu, kutambua aliye juu, respect, salute. Yesu alifanya mara nyingi, kila wakati aliconnect na Baba. Kama hamziamini, kama hamuniamini, kama kazi zangu, basi aminini yeye aliyenituma, ambaye hizi kazi zote ni kwa ajili ya yeye. Kwa hiyo jumbe wetu leo, inua macho yako juu. Naomba tusimame. Kuinua macho juu ni alama ya unyenyekevu, ni maombi yaliyojaa shukrani na yanayopeleka heshima na sifa kwa Mungu pekee, yeye aliye juu. Tupate chorus kidogo, alafu naomba tukapate kufanya maombi, ukapate kufanya maombi, umwambie Bwana, naomba unisaidie wakati wowote macho yangu yakaangalia ushindi wangu unatoka juu, mafanikio yangu yanatoka juu, maombi yangu nikainue macho juu, nikikushukuru kwa mengi ulionitendea, kwa wema wako wa ajabu. Nisaidie nisiende kinyume na protokoli ya mbinguni. Hii ni protokoli ya mbinguni ambayo Yesu alikuja nayo, ametuachia tuiendeleze. Yote ni kwa ajili ya kile kiti kilichoko pale. Kile kiti kina nidhamu yake, kinatakiwa kipewe heshima na utukufu katika yale yote tunayotendewa tukiwa hapa chini. Tunatendewa hapa chini, tuinue macho yetu juu tukapate kurudisha utukufu katika jina la Yesu. Haleluya.